kuadhimisha kumbukizi ya kuondoka duniani kwa hayati rais wa Zanzibar Karume. Rais wa kwanza kabisa, rais wa kwanza huyo. Na katika maadhimisho haya ama kumbukizi hili, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mpango na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa leo Jumatatu wenyewe wameweza kuhudhuria ama wameshiriki maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 53. Sawa ya kifo cha rais wa kwanza kabisa wa Zanzibar Sheikh Abeid Amani Karume yaliyofanyika katika ofisi kuu ya CCM Kisiwandua huko Zanzibar. Yote hii ni kwa ajili ya kuonyesha upendo, kuonyesha mshikamano, kuonyesha kwamba tunaenzi moja kati ya kila ambacho walikiacha. Hao ndio waasisi wa taifa ujue. Yaani unapomzungumzia Sheikh Abeid Amani Karume, unapomzungumzia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hawa ni moja kati ya watu muhimu kabisa kwa misingi au tuseme muhimili wa taifa la Tanzania. Ndio maana huyu ukiangalia ni miaka takribani 53. Sawa, muda kabisa umepita huo. Muda kwa sababu kutoka mwaka 1972. Ndio. Ulikuwa wapi mwaka? Sasa ukiniuliza kwamba ulikuwa wapi? Ndugu yangu, hebu ngoja, kwa taifa linalipo katika maombolezo ujue. Alafu mimi ukiniuliza ulikuwa wapi na nifanya nicheke nionekane kama nina furaha, ni kipindi sana. Ndio. Hapo sasa maana sisi watoto wa 80 huku ukija kuzungumzia masuala ya miaka ya 70 huko, hapana, hapo tulikuwa bado. Lakini kiufupi ni kwamba katika kumbukizi hiyo, lakini viongozi wengine walioweza kushiriki maadhimisho hayo ni makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, yeye ajulikana kwa jina la Ahmed Suleiman Abdullah, makamu mwenyekiti wa CCM Bara Steven Wasira naye ameweza kushiriki katika maadhimisho hayo, lakini pia mjane wa hayati Karume Mama Fatuma Karume pamoja na watoto wa hayati Karume, ambapo tunamzungumzia Amani Abeid Karume na Balozi Ali Abeid Karume pamoja na rais mstaafu wa Zanzibar Ali Mohamed Shein wameweza kushiriki katika maadhimisho hayo. Na msikilizaji wa Radio Sauti FM, ni kwambie tu kwamba bado tupo tunazidi kusonga mbele kuangazia yale ambayo yameweza kutokea huko mtandaoni, lakini ikiwa leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 4 mwaka 2024 na 25 kumradhi, tunaangazia hususan hii siku mahususi kwa taifa la Tanzania pamoja na Zanzibar, visiwa vya Zanzibar katika kuenzi mchango wa Sheikh Amani Abeid Karume. Kipi ambacho aliweza kukifanya katika taifa letu. Unajua ukizungumzia Zanzibar lazima umguse. Ndio. Unapozungumzia waasisi wa taifa lazima umgusie. Maana mchango wa kuleta mapinduzi ya Zanzibar ulitoka mikononi mwake. Mpaka leo hii tunashuhudia amani imetawala, umoja upo, ni kutokana na hao watu wawili, Nyerere pamoja na Karume. Lakini yote kwa yote tunashukuru Mungu kwa ile zawadi ya uhai wake kuwepo, maana tusipoweza kushukuru tutakuwa ni watu ambao hatujatenda haki. Sisi tu pia tumombe Mungu sana, tuzidi kumwombea azidi kuwatunza mahali popote pale walipo, kwa sababu kwa amani ambayo ipo mpaka sasa hivi bila shaka ni maneno ambayo wenyewe walikuwa wanasisitiza sana kipindi kile kwamba tudumishe amani, umoja, upendo na mshikamano. Na kweli mpaka sasa hivi ni kama mbegu ambayo wameipandikiza kwa kizazi kinachokuja au kizazi kilichopo na kinachokuja kuhusu amani. Unaona? Katika siasa kiujumla ni tukiangalia hata kwa serikali sasa hivi bado wanafuata katika mlolongo huo wa msingi huo ambao ulianzishwa na hao waasisi wetu. Kwa hiyo lazima tuwaenzi. Unaona? Ni maneno ya kwake Daudi Limbe nakwambia ni lazima tuwaenzi. Lakini msikilizaji wa Radio Sauti FM, nikwambie kwamba kupitia simu namba 0742124021 ndio nambari pekee ambayo unaweza kutupata hapa mjengoni, na ukituma ujumbe basi tutaweza kudurusu kama ambavyo itatupasa sisi kufanya. Lakini pia huko mitandoni, nazungumzia mitandao ya kijamii, ukienda Instagram, YouTube, Thread pamoja na X, huko utatukuta kama Sauti Digital. Lakini pale Facebook tunapatikana kama Radio Sauti 96.1 FM. Huko sio kwamba eti hiki kipindi ndiko tutakakokikuta, hapana. Huko kuna maudhui kem ambayo yapo yamepostiwa huko ama yameweza kudurusiwa huko tunasemaje kusasishwa huko. Kwa hiyo ukienda huko tayakuta hayo matukio kede yapo huko. Gilbert, tunajaribu hapa kumwangazia Karume huyu hayati rais wa kwanza wa Zanzibari, kila ambacho aliweza kukiacha katika nchi yetu ya Tanzania, lakini pia hata kwa Wazanzibari wenyewe mpaka hivi sasa bado wanazidi kumwenzi. Unaweza kuzungumziaje kwa taswira ya Karume? Hayati Abeid Amani Karume
ameleta mchango sana mkubwa katika taifa letu. Ndio. Hata tukiangalia hayati Abeid Amani Karume na hayati Mwalimu Kambarage Nyerere ndio walihusika kuleta ule umoja kati ya Tanganyika na Zanzibar, ambapo walihusika katika kuungana, yani kuunganisha nchi, ambapo sasa hivi ndo tunaona tuna Tanzania. Kutoka Tanganyika hadi Tanzania. Ya kwa Zanzibar na Tanganyika ziliungana kupitia hao waasisi kuu. Hayati Abeid Amani Karume amepambana sana katika kuleta amani pale Zanzibar, na pia kupitia mchango wake amepelekea mpaka kuleta ule muungano. Ndio. Nasema kwamba ni maendelezo wa amani. Naona hapa tukiangalia kipindi cha muungano ambapo hatujui kama ni nini ambacho walikiongea au walikifikiria yeye na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba tufanye nini ili ya kwamba kumbe tuunganishe mataifa mawili iwe taifa moja. Kumbe ndo kutafuta nguvu ya pamoja ambayo mpaka sasa hivi au kizazi cha sasa hivi bado inatusaidia katika kupiga hatua kimaendeleo. Maana hata wahenga wanasema nini, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ndio. Kwa Abeid Amani Karume na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakaleta umoja ibradi tupate nguvu. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwake Gilbert Daniel akijaribu kukuambia kile ambacho unapaswa ukifahamu, msikilizaji wa Radio FM, kwamba umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Hivyo basi tunapaswa kuwa na umoja, tunapaswa kuwa wamoja. Na msikilizaji wa Radio FM, mimi nikushukuru tu kwa kuendelea kutegea sikio Radio FM. Mimi ni Uswege Mwaka, lakini niko naye Daudi Limbe pamoja naye Gilbert Daniel kwa ajili ya kukupa kile ambacho unapaswa kukifahamu kilichojiri huko mitandaoni kwa siku ya leo. La tukiipa kisogo habari hiyo kutoka pale visiwani Zanzibar, ambapo maadhimisho hayo yamefanyika katika ofisi kuu ya CCM pale Kisiwa Ndua Zanzibar. Basi na sasa tunaachana na hiyo habari na tuangazie habari nyingine ambayo imetokea huko Lindi, ambapo abiria waliokwama katika mto Matandu na kijiji cha Njenga wilayani Kilwa mkoa wa Lindi wameweza kupita sasa baada ya ile daraja kufanyiwa tunasema ule ni mchakato wa haraka baada ya kuona dharura imetokea. Basi ni kitu ambacho kifanyike, basi dharura ikaweza kuchukuliwa hatua na mchakato kafanyika haraka iwezekanavyo, ambapo daraja la mto Matandu lenyewe lilikuwa limekatika na kusitisha zile safari. Sawa, baada ya kusitisha hizo safari watu wakasema msitutanie, tuna uwezo wa kujiongeza. Watu wakavuka kwa miguu. Wakavuka kwa miguu kuhakikisha kwamba safari inaendelea. Na yote hayo ni kutokana na mvua ambazo zinaendelea kunyesha, na hiyo imepelekea mvua ambayo imeweza kunyesha, na umeambiwa kwamba ni mvua kubwa ambayo imeweza kunyesha usiku wa kuamkia leo na kusababisha kukatika kwa mawasiliano ya barabara kati ya Dar es Salaam na mkoa wa Kusini na mikoa ya Kusini. Kwa hiyo hali hiyo ambavyo ilipelekea kuwa hivyo ndivyo ambavyo watu wakaamua kuvuka, kuonyesha kwamba tuna uwezo wa kupita pasina kuwepo kwa daraja. Na msikilizaji wa Radio FM, nikwambie tu kwamba bado tupo hapa tukihakikisha kwamba unapata kile ambacho unapaswa ukipata. Mimi Uswege Mwaka nikiwa na jopo zima hapa, Daudi Limbe pamoja naye Gilbert Daniel. Daudi. Naam. Ukiambiwa kwamba daraja limevunjika ndugu yangu, au barabara imeharibika, unachukua hatua gani? Ngoja nirudi moja kwa mfano katika hii wakati wa mvua. Ndio. Kwanza kabisa watu wanatakiwa wawe makini sana. Ndio. Kwa sababu mvua zikianza kunyesha, haijalishi kwamba kuna daraja lipo la aina gani. Linaweza likavunjika au maji yakapita juu ya daraja yakaleta maafa. Kwa hiyo hapo cha msingi ni kuchukua tahadhari. Wakati mvua ikinyesha, hakikisha kwanza sehemu zote ambazo unajua kwamba kuna changamoto labda kwa mfano ya barabara, hakikisha kwamba unakuwa na usalama, kwamba ndio sehemu umeshaiona kama kwamba haipitiki, tafadhali usisogee maeneo hayo. Na kama unaona kwamba kuna haja ya kuhitajika msaada kwa ajili ya kuleta njia mbadala ya kuweza kupitisha au kupitika eneo hilo, tafadhali
unaweza kutoa taarifa ya serikalini kwamba jamani fulani kuna maafa yametokea hivi na hivi, au kuna madhara ambayo yanaweza katokea kwa sababu ambazo zinaendelea kunyesha, mkapata msaada wa haraka. Kwa mfano labda uokoaji wanaweza wakaja pale, wakaja wakafanya njia mbadala kama ambavyo wamefanya pale, ambao wametengeneza daraja la muda kwa wezesho watu waweze kufanya nje kupita. Unaona? Kwa hiyo bwana, kipindi cha mvua hiki matatizo kama hayo kwa kweli hayepukiki. Unaona? Kwa sababu mvua ikiwa inanyesha, hawezi kusema kama labda maji yasizidi sana au labda yapungue sana, hapana. Huo ni kitu ambacho kinakuja automatically. Maji yanaweza kazidi sana au yakapungua, na masala yakaongezeka au yasiongezeke. Kwa cha msingi ni kuchukua tahadhari. Ndio labda Gilbert, unaonaje swala kama hilo? Kuchukua tahadhari ni jambo muhimu sana. Kuchukua tahadhari ni jambo muhimu sana, maana huwezi jua haya maji yana athari gani, umeona? Kwa hiyo maji yakiwa mengi, kwa tahadhari usipite tu, umeona? Usubirie mamlaka husika waje wakarabati njia au hilo daraja. Lakini kwa upande mwingine pia serikali wanajitahidi. Sasa kama watu wamekwama kupita pale, lakini ikatengenezwa daraja la mchongo. Tunasema daraja la mchongo. Unaona? Na kwa kipindi hiki mamlaka ya hali ya hewa imekuwa ikitangaza kila siku kwamba kutatokea na mvua ambayo ni mvua kubwa. Sasa wananchi tu katika kipindi hiki, mimi napenda tu kutoa ushauri wangu kwamba tuwe makini sana, kwa sababu uweze kujua kwamba leo limetoka kule, kesho kitokea huku, kwa mfano Mwanza. Unaona? Kwa hiyo kama kuna miundombinu ambayo unaona kwamba haieleweki, kuwa makini. Naam. Kama Tanzania, basi tupate burudani hii na tutarejea hapa. Na tukirejea moja kwa moja tutapata kuruhusu ujumbe wako msikilizaji wa Radio FM ama arafa unaweza kututumia hapa nasi tuweze kusoma kama ulivyotutumia, lakini pia utaendelea kutuma ujumbe kwa kile ambacho tunasikia kutoka hapa Radio FM. Na msikilizaji wa Radio FM, ni kushukuru kwa wakati wako kuendelea kutegea sikio Radio FM kutoka mara popote pale ulipo ndani ya mipaka ya kanda ya Ziwa. Bado niko hapa Uswege Mwaka pamoja na Gilbert Daniel pamoja na Daudi Limbe kwa ajili ya kukupa kile ambacho napaswa kukifahamu wakati huu msikilizaji. Na sasa nipate kudurusu ujumbe wako ulioweza kutuma hapa mjengoni. Huyu nikikamata ujumbe wako wake hapa, anasema anaitwa Sylvester Natalis kutoka Mkuyuni, anasema tupo pamoja. Shukrani sana mzee wangu kutoka hapo Mkuyuni. Anasema anaitwa Queen Elizabeth kutoka pande za Buhongo, anasema jamani, habari za hapo mjengoni kaka zangu vipenzi, tuko pamoja sana hadi tamati mwa kipindi cha mitandaoni leo jamani. Shukrani sana Malkia wa Nguvu Queen Elizabeth. Anasema mbona sisi wa Tanzania tunakubali kuletewa bidhaa kutoka nje? Swali hilo. Lakini kwa yote tutapata kujiuliza hapa. Anasema Watanzania wameanza tena biashara ya dawa za kulevya. Hiyo biashara alikuwa ameizima hayati JPM. Kiukweli anayeuza madawa hayo ni zaidi ya mchawi, apingwe kwa nguvu zote. Shukrani sana, japo hujajitambulisha unaitwa nani na unatoka wapi. Anasema kwa kweli watu wanaouza madawa ya kulevya ni biashara haramu. Anasema pia ni biashara hatarishi sana, na sio hatarishi tu, pia wanawaharibu vijana na watoto, kwa maana watoto wa sasa baadhi yao wanavuta madawa ya hayo. Jamani, wanaharibikiwa, waache kazi hiyo, ni haramu. By Queen Elizabeth kutoka pande za Buhongwa. Shukrani sana kwa ujumbe wako, natumai wameusikia. Anasema naitwa Mama Emmanuel kutoka pande za Buhongwa. Anasema jamani, mvua hii tunaipenda, lakini muda mwingine inatuchukiza kwa mambo kama hayo. Mungu tu atuepushe jamani kwa mvua hizi zinazoonyesha. Shukrani sana Mama Emmanuel kutoka hapo Buhongwa. Huyu anasema anaitwa Queen Elizabeth tena, anasema kutoka pande za Buhongwa. Anasema jamani, habari za hapo mjengoni. Shukrani sana, ujumbe wako nimekwisha kusoma. Huyu anasema hayati Karume, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi na ampumzishe kwa amani. Amina. By Queen Elizabeth. Nasi tunasema amena. Shukrani sana Queen Elizabeth kutoka hapo Buhongwa. Huyu anasema naam, ujumbe wako weza kujirudia. Shukrani sana. Asante sana, nimekupata kwa uzuri.
Huyu anasema tupo pamoja na wapata ni mimi Baba Kambona pande za Mahina. Shukrani sana Baba Kambona kutoka hapo Mahina, nasi tumekupata kwa uzuri kabisa kama Radio Sauti 96.1 FM kutoka hapa Malimbe, Mwanza, Tanzania. Na nikiachana na hayo, msikilizaji wa Radio Sauti FM, bado sisi tuko hapa kwa ajili ya kukupa kile ambacho unapaswa kukifahamu. Lakini kabla hatujaenda huko, tusikie hiki kwanza. Huko nje ya mipaka ya 255 kunani wala usiwaze. Na msikilizaji wa Radio Sauti FM, na sasa tunakwenda nje ya 255. Yani tunapokuwa tunaandika namba zetu za simu kwa wale watu wa kimataifa, waga tunaanza na alama ya kujumlisha alafu 255. Sasa hizi ni habari kutoka nje ya 255, si ndivyo kwa hiyo kama wale ndugu zetu wa Kenya ni 254, Waganda 253, si ndivyo? Lakini sisi ni 255, kwa hiyo tunakwenda na habari za nje ya 255. Kipi ambacho kimetokea huko? Ni juu ya swala zima la kusitishwa kwa misaada ya USAID. Kuna waweka hatarini wanawake wajawazito. Wakina mama wajawazito hatarini juu ya kusitishwa kwa misaada hii. Na sasa msikilizaji wa Radio Sauti FM, nikwambie tu kwamba sisi bado tuko hapa. Endelea kutuma ujumbe wako kupitia simu namba 0742124021, ndio namba pekee hiyo ya kututumia ujumbe hapa. Gilbert, naam, tunaweza tukapata hapo dondoo juu ya habari hiyo ya kusitishwa kwa msaada ya USAID kwa wanawake kunaweza kupelekea hatari hususan kwa wajawazito. Imesema vifo vinavyotokana na ujauzito na kujifungua yani vilikuwa vimeshuka 40% katika karne hii, lakini wataalamu wanahofu kuwa huenda vifo vikaongezeka tena kutokana na kusitishwa kwa misaada hiyo au misaada ya kigeni. Pia changamoto hizo au athari hizo zinaonekana zikatokea katika nchi zenye mizozo au vita zinazoendelea. Kwa mfano kuna Chadi, Jamhuri ya Afrika ya Kati, hapa tunazungumzia Kongo, Nigeria pamoja na Somalia. Lakini pia mimi hapo katika swala hilo kwa mfano tukiangalia katika taarifa au rekodi ya mwaka 2020 ya hii shirika la afya duniani WHO, ambako iliripoti kwamba vifo 1260 ikiwa ni sawa na wanawake sawa na mwanamke mmoja kufariki dunia kila baada ya dakika 2 kutokana na changamoto wakati wa kujifungua. Hapa kumbe kuna hii changamoto hii inaokumba sana wanawake ambao kwamba katika mataifa ambayo yana changamoto, kwa mfano vita, kwa mfano katika mataifa kama Somalia, kwa sababu unakuta wanakosa misaada. Ndio, misaada. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana kupata msaada wa haraka katika kutengeneza afya zao. Tumsikie hapa Daktari Alex. Wengi hawana kipato cha juu. Mara nyingi wanapokuja kwetu wanakuja. Huyo ni Daktari Alex Daudi akijaribu kuweka ubayana wa namna gani ambavyo mambo yanaweza yakawa, na hususani akiweka bayana kwamba hali ilivyo inaweza karudi kule walikotoka, kule walikotoka. Maana kama vifaa tiba vinaweza kuwa ni shida, kumbuka kuna kuwa na sawa, mama anaweza kaa anaenda kujifungua, lakini pengine ikawa bahati ajao upande wake kujifungua kwa njia salama, ikawa kwa njia ya upasuaji, bado ikawa ni shida hiyo. Lakini mbali na hapo pia daktari akaendelea kuzungumza hapa. Kama madaktari sisi kwetu, naam, usalama kwanza, vitu vingine vinakuja baadaye. Ni kauli ya kwake Daktari Alex, maana amezungumza hapo vizuri kabisa kwamba kikubwa ambacho kama madaktari wanakijali kwa mama mjamzito ama mama ambaye anakwenda kujifungua ni huduma kwanza, alafu mambo mengine yanafuata. Lakini tukiachana na habari hiyo, Gilbert, hebu tupitishe mara moja hapa, maana muda unaweza kutamalaki hapa. 33 wamekufa maji au wamefariki huko Kinshasa mara baada ya mvua kubwa na mafuriko yaliyotokea leo na kupelekea watu hao 33 kufariki. Ndiyo. Lakini pia kwa cha kuongezea hapo ni kwamba mji huo mji wa Kinshasa ambao ni mji ambao una wakazi milioni 17. Huu mji
upo kwenye mto Kongo ambao ni mojawapo ya mito mikubwa zaidi duniani na umeenea kote nchini. Unaona eh? Kwa hiyo bwana, kwa mafuriko kama tunavyojua kikawaida kwamba hivi karibuni mto ulifurika na ulifikia kiwango chake cha juu zaidi ambacho kimekuwa kwa takriban miongo 6. Unaona, ambayo imepelekea sehemu za mji mkuu mji huo zikuwa kukabiliwa na mmomonyoko wa udongo. Na katika miaka ya hivi karibuni pia tukumbuka kwamba rais wa Kongo alionya kuwa mzozo wa mabadiliko ya tabia nchi unafanya mafuriko kuwa makubwa au mabaya zaidi. Muda wetu ndo kwanza unatamalaki, hivyo ni kushukuru sana kwa kuwa ulikuwa nasi toka pale ambapo tulikuwa tumeanza kipindi chetu kizuri cha mitandaoni leo kwa siku ya hii leo. Lakini jopo zima nilikuwa naye Gilbert Daniel pamoja naye Daudi Limbe ambao umeweza kuwasikia hapa wakiongoroma kukupa kile ambacho napaswa ukifahamu kipi ambacho kimejiri huko mitandaoni kwa siku ya hii leo. Nasi tukiwa ndo tunafungasha vilago vyetu hapa, naona watu wa dawati la habari wako tayari kuja kukupa habari tena, msikilizaji wa Radio FM. Daudi, unalipa kumwambia msikilizaji? Hapo msikilizaji amwambia tu awe makini kipindi cha mvua. Awe makini. Gilbert. Bwana, mimi ni washauri tu wafanye kazi. Ndio. Pia wamuombe Mungu, maana Mungu ndo kila kitu. Ndio. Katika maisha yetu. Shukrani sana. Msikilizaji wa Radio FM, nikwambie tu kwamba nikushukuru sana kwa kuwa uko nasi kutoka pale ambapo tulianza lakini mpaka hivi sasa. Ila tu nikwambie kwamba swali kabla hujaswaliwa na sali kabla hujasaliwa, maana wakati wetu wa kuishi ulimwenguni ni kidogo mno. Hivyo mimi naondoka hapa, lakini na kuacha na wimbo wa Tanzania All Stars. Bado tunakwambia tulinde muungano, ikiwa ni moja ya chagizo kwa kifo cha hayati Karume ama Sheikh Abeid Aman Karume. Kwa hiyo nikutakie usikilizaji mwema, na mtu wa habari yuko hapa tayari kukupa kile unachostahili kukisikia. Kwa heri na uwe na usikilizaji mwema.